Ya, tunaendelea au sio? Mm. Leo tutaanza rasmi concept zinazohusu C sharp kwenda mbele. Kwa hiyo hapa tutajifunza C sharp basics. Uzuri wa hizi basics ni basics za programming language zote. Kwa hiyo utapojua C sharp basi kwenda kusoma language nyingine haitakuwa issue sana. Kwa hiyo katika mwanzo wetu wa basics leo tutaangalia what is C sharp. C sharp ni nini? Leo tunaanza yani C sharp kamili. Yeah, tutaanza na C sharp kuendelea mbele. Kwa hiyo tutajifunza C sharp ni nini. C sharp, E sharp kama umejifunza piano kuna sharp and flat. Kwa hiyo E ash, so haitwi C ash, ingawa ni ash, lakini inaitwa C sharp. Kwa hiyo hilo ndio jina la programming language na iko hivyo. Mm. Kwa hiyo C sharp ni general purpose programming language. Naposema general purpose programming language, namaanisha kwamba hii ni language inaweza kutengeneza application au program au software ya aina yoyote. Kwenye upande wa programming language, kuna programming language nzuri katika aina fulani vya software, aina fulani vya program au aina fulani ya application. Lakini C sharp ni general purpose program language. Kwa hiyo inamaanisha kwamba C sharp it can make anything. Inaweza kutengeneza games, hizi games za computer. Inaweza kutengeneza desktop applications, inaweza kutengeneza web applications, inaweza kutengeneza smartphone applications, na inaweza kutengeneza Internet of Things au IoT. Kwa hiyo ukijua C sharp utaweza kutengeneza magame, unaweza kutengeneza magame, unaweza kutengeneza desktop applications, unaweza applications zinazolala kwenye desktop, zile za kudouble click zenye icon, au unaweza kutengeneza mobile zinazolala kwenye simu ya Android, iOS, iPhone. Kwa hii language ni very powerful language, au ukatengeneza Internet of Things. Kwa hiyo C sharp ni cross platform language. Naposema cross platform language, maanisha kwamba ni language ambayo application yake unavyomaliza kuitengeneza inaweza ikalani kwenye Windows operating system, inaweza ikalani kwenye Linux, inaweza ikalani kwenye Mac OS, so, inaweza ikalani kwenye iOS, inaweza ikalani kwenye Android. Kwa hiyo C sharp ni very powerful katika sensi kwamba unapoweza kutengeneza application yake, hiyo application inaweza ikalani kwenye Windows, inaweza ikalani kwenye Linux, inaweza ikalani kwenye Mac au ikalani kwenye iOS. Zamani kabla hizi cross platform languages hazijaja, unakuta language fulani inaishia kujenga kitu kwenye Windows, na hii ilikuwa zamani kabla ya C sharp. Kama ushakusikia kitu kinaitwa Visual Basic, ushasikia Visual Basic? Nini? Oh, Visual Basic, Unasema? Visual Basic wakati unasoma huko. Eh, Visual Visual Basic. Basic, Visual Basic ilikuwa zina run tu kwenye Windows. Ilikuwa huwezi kurani kwenye Linux, huwezi kurani kwenye Mac OS, huwezi kurani kwenye Android. Kwa hiyo C sharp ikaja kufix hiyo gap. Sifa nyingine ya C sharp ni statical type. Nimesema statical type, nitakuja kuelezea baadaye ni kitu gani tutaendelea kujifunza mbele. Sio dynamic, kinyume cha statical ni dynamic. Maana yake ukidefine data type haiwezi kabadilika. Sawa? Kwa hiyo inabidi udefine aina gani data type unayotumia. Sawa? Ndio maana statical type.
ni garbage collected. Hivi collected, zamani ukiwa unaandika program unabidi udefine aina fulani ya memory itayotumia na itayo, baada ya pale unabidi free ile memory ili program nyingine iweze kutumia. Zamani ndio iko hivyo. Actually unaporun application lazima useme hii application itatumia kiasi fulani cha memory, lakini baada ya kumaliza lazima iweze kurudisha ile memory. Sasa hii program ya C# ina kitu ambacho ile process ya release memory inafanyika, au hii program yenyewe tunaenda yenyewe automatic. Unapenda kusoma memory utakuja kuelewa. Kwa hiyo sio kitu cha kuanza sana. Hiyo ni moja kati ya sifa. Kwa hiyo inamuondolea programa headache ya kuwaza jinsi ya manage memory. Yenyewe inafanya behind the scene. Jinsi ilivyotengenezwa. Sifa nyingine ni object oriented programming language. Tutakuja kuangalia baadaye, tutaangalia object oriented programming language ni kitu gani. Lakini C# hizi ni moja kati ya sifa za C#. Kwa hiyo ni general purpose language, maanisha kwamba inaweza kutengeneza web, inaweza kutengeneza games, inaweza kutengeneza desktop, inaweza kutengeneza Android smartphone application kwa language moja. Kwa hiyo ukifahamu C# application yako unaweza kutengeneza hiyo application yako ikalani kwenye Windows. Kwa hiyo ukitaka kulani kwenye Linux usihangaike, unaibadilisha ndio kulani kwenye Linux. Ukitaka ilani kwenye Mac au hangaiki tena kuandika, unaideploy. Application yako hiyo inaweza ikalani kwenye nini? Kwenye smartphone. Paka hapo kuna swali? Any question? Ndo nikaa hapa na swali. Na ndo maana unakuta application nyingine tuseme hazirani kwenye iPhone au nyingine hazirani kwenye Android. Ni kwa sababu inatokana na nani gani ulitumia kunani hiyo nani programming language. Kuna nyingine programming language hazisupport. Kuna kitu tutaenda kuangalia mbele kinachosababisha C# iweze kulani kwenye iPhone, labda kwenye Mac au kulani kwenye Windows. Kuna kitu tunaenda kujifunza mbele ya hii. Sawa? Kwa modern programming language za kisasa nyingi zina support hiyo cross platform. Na lengo lilikuwa ni kupunguza kumanage team nyingi. Makampuni yalipokuwa miaka ya mbele walikuja kugundua kwamba kuwa na team tofauti, kwanza kuna kupishana. Sawa? Team fulani inaweza ikawa iko nyuma sana, team fulani inaweza ikawa iko mbele sana. Unaona? Kama unakumbuka zamani, hata sasa hivi ukiangalia unaona iPhone ya Android na iPhone ya nini? Ya iPhone. Sorry. WhatsApp ya Android na WhatsApp ya iPhone. Kama umetumia simu ya iPhone na Android, unaona zina tofauti. Unaona? Ila kuna baadhi ya language, kuna baadhi ya applications zinaonekana sawa kwenye Android, zinaonekana sawa kwenye iPhone, zinaonekana sawa. Kwa mfano YouTube utaiona kwenye Android sawa sawa kama utavyoiona kwenye iPhone. Kwa hizo ni cross, na hapo nazungumzia cross platform. Haya, kitu ambacho kinaifanya cross platform ya C# inaitwa .NET. Inaitwa .NET. Sawa? Hello? Naam. Kuna kitu kinaitwa .NET. .NET ni nini? .NET sawa, ni entire ecosystem inayozunguka C#. Kwa hiyo ili C# iweze C# application ziweze kulani, sawa, zinahitaji kitu kinaitwa .NET framework au sometimes inaitwa framework. Sawa? Umeelewa? Hello? Nimeelewa. Hii nani huku sijui mic naona inakuwa kama nani bora hata WhatsApp huku. Okay, basi wewe tuendelee kwenye WhatsApp subiri nikupigie. Sawa. Yora.
My mute. Halo? Halo? Hapo unanisikia? Okay, okay. Okay, okay. Okay. Baada ya kujifunza C#, nasema C# ni programming language, ni general purpose, inaweza ikaandika games, desktop, inaweza ikaandika web, inaweza ikaandika program nyingi. Sawa? Sasa kuna kitu ambacho kinaifanya C# kuwa na tabia hizi. Hicho kitu kinaitwa .NET. Sawa? Kwa maana nyingine .NET ni ecosystem. Sawa? Applications za C# zina run kwa .NET. Kwa maana nyingine unapozungumzia .NET, ndani ya .NET una C#. Sawa? Kwa maana nyingine kama ni framework. Unaelewa? Ina vitu vingi na moja kati ya vitu vilivyokuwa nayo, moja kati ya layer ya .NET ni C#. Sawa? Na hii .NET ndo inaifanya C# iweze kulani popote, kwa sababu hii .NET inaweza ikalani kwenye Windows, inaweza ikalani kwenye Linux, inaweza ikalani kwenye Mac. Kwa hiyo hii ndio inayofanya application za C# ziweze kulani kwenye Windows, kwenye Mac na kwenye Linux. Kwa hiyo ndio framework yenyewe. Ukidownload hii inakuja na runtime. Runtime ni mazingira yanayofanya C# application kuweza kulani. Kwa hiyo kwenye ile level nitakuja kuonesha baadaye, katika ile level ya computer. Ngoja nije hapa first nije kukuelezea kitu. Katika level ya computer tuna computer hapa, sawa, ambayo inaweza ikawa na computer, alafu kuna level nyingine iko hapa juu tunaita .NET. Alafu kuna level nyingine hapa juu tunaita C# programs. Okay? Kwa maana nyingine hii C# program iko ndani ya C# ipo ndani ya .NET. Kwa .NET ya kwa maana yake hii ni program. Hii .NET una install tu kama unavyo install. Kwa kuna version ya Windows, kuna version ya Linux na kuna version ya Mac. Kwa yenyewe ukiinstall, ambayo inainstall kwenye PC yako, inakutengenezea ina mazingira. Tumesema moja ya mazingira aliyokuwa nayo tunasema ina runtime. Runtime kwa maana nyingine namaanisha ni kwamba kuna runtime hapa, nitakusogezea, tunaita runtime. Runtime hii program ya C#, sawa, kama unakumbuka, haiwezi ikaongea moja kwa moja na mashine yako, sababu mashine yenyewe inaongea binary number, sawa. Kwa .NET inakuja na zile compiler na zile translator, lakini translator zile, sawa, zinaipatia mazingira. Hii .NET ina runtime. Runtime ni kama mazingira ambayo hii program ya C itaweza kuongea moja kwa moja na nini, na mashine, sawa. Kwa hiyo runtime kwa maana nyingine ni mazingira ambayo ni kwamba itayaelewa jinsi, kama tuseme ni kama zile translators
zinaweza kuongea moja kwa moja na mashine yako hapa PC. Sawa? Kwa hiyo zina libraries na mazingira ambayo yanayofanya C# program fulani. Naposema mazingira, runtime ni kama mazingira. Kwa mfano, ukiwa unaenda kwenye sherehe au sio kwenye sherehe, ukiwa unasoma, wanasema mazingira sio mazuri ya kusomea. Inamaanisha kwamba mazingira ya pale hayakufanyi wewe uweze kusoma vizuri. Kwa hiyo hata kwenye concept ya .NET kuna environment ambayo inaifanya program za C# ziweze kurun. Kwa baada ya kuandika program ya C# itakuwa na mazingira fulani ambayo yanayafanya program zirani vizuri. Kwa hiyo mazingira pia yanakuja na .NET. Kwa .NET kama tunavyosema ni ecosystem, ni framework ambalo lina nini? Lina runtime which is the environment your C# runs. Kitu kingine kinachokuja, .NET inakuja na base class library. Sawa? Naposema base class library hapa naomba niongezee. Inakuja na kitu kingine inaitwa base class library hapa. Base class library. Hii ni kodi ambazo kuna kodi zimeandikwa. Sawa? Kwa mfano, unataka kuandika application inayoongea na internet. Sawa? Hauna haja sasa ya kwanza kukodi zile kodi za internet, jinsi ya kuongea na internet, kutuma request na nini. Zinakuwa tayari .NET imekuja nazo. Hizi zinaitwa base class library. Kwa mfano, unataka kusave application ambayo itasave file kwenye PC. Hauna haja ya kwanza kuandika zile library. Kwa hizi base class library ni zile library ambazo zipo. Na mara nyingi ni zile library ambazo zinaongea na OS ya nini? Ya computer. Kwa maana nyingine kwamba hii .NET inakuja na hizo. Tutaendelea mbele utakuja kuona hizi base class library. Sawa? Kwa mfano unataka kuangalia time, application yako iweze kuangalia time. Sawa? Iweze kuonesha time. Au na haja sasa ya kuumiza akili sana, unakuta ile class ile library tayari ipo. Kwa ni kuiita, unaita unaonesha muda kwenye application. Kwa hiyo ndio uzuri wa .NET. Kwa .NET pia ina include hicho kitu. So for example, you don't have to write your own code to open a file. Kwa najaribu kuelezea kwamba autohangaika tena kuandika kodi za kufungua faili au la kusoma faili. Sawa? Tayari ipo. Au ukaandika kodi za kutafuta square root, au uandike kodi za kutafuta average au kutafuta zile mathematics zile za hesabu zile formula za hesabu nyingi, au uambie utafute sijui mean deviation sijui kitu gani, unakuta tayari zipo ndani ya nini, ya basic class library. Kwa basic class library ni kama helper function, ni kama zinaweza kusaidia wewe. Kwa it also include the set of tools called software development kit. Sawa? Kwa hiyo pia kwenye .NET hapa kuna kitu kingine kipo kinaitwa SDK. Kuna kitu kinaitwa SDK au kwa kirefu tunasema software development kit. Kit ni kama kibox. Kwa hiyo inakuja na package ya kurahisisha kuandika kodi. Sawa? .NET. Yeah. Yes, nitakuelezea. .NET ni kitu kingine. Hivi vyote ninavyokuambia vipo ndani ya .NET. Zamani ilikuwa inabidi uanze kuinstall taratibu hii
software development kit. Software development kit ni hizo ni library, ni hizo kwamba unakuta ni kodi ambazo zimeandikwa zipo, unazitumia tena. Sawa, unakuwa uhangaiki tena. Ni sawasawa na nini na gani nataka nizungumze, ni sawasawa na kiti, ninavyozungumzia kiti yani inakuja na kila kitu, inakuja na mazingira yote na vitu vyote ambavyo mazingira yote ambayo yatakurahisishia kuandika software. Kwa hauna haja tena install packages kitu fulani. Yes. Yani kama unataka kutengeneza software unabidi uinstall somewhere au kuna nini yani kwenye mazingira yote ya kutengeneza software ya C# inakuja nayo tayari. Sawa, kwa mfano unataka kuongea labda na database, sawa? Tayari ipo. Unataka kuongea na kitu gani? Tayari ipo. Kwa hiyo inakuja na hiyo software development kit. Software development kit kwa maana nyingine, ni kutolea mfano simple zaidi. Kwa mfano nyie mna VFD pale, sawa? VFD mnataka watu wengine wa integrate na VFD. Kwa hiyo mnawapatia software development kit. Mnawapatia kwamba ukitaka kuintegrate hivi ndio vitu ambavyo tuko navyo. Ukitaka kuita fulani library ni fulani kiasi. Kwa hiyo mazingira yote yapo ndani ya .NET. Kwa hiyo .NET ina mazingira ya runtime, sawa? Na runtime ina base library, ina software kit, ina mazingira ya kulani C#. Also, .NET ina include vitu vinavyoweza kukusaidia kubuild a specific kind of programs. Kwa hiyo .NET pia inakuja na kama unataka kutengeneza web application, sawa? Let's say unataka kutengeneza web application kwenye .NET. Pia kuna kitu hapa. Yeah. Kwa mfano unataka kutengeneza web application, mazingira yale yote ya web application yako ndani ya .NET. Unataka kutengeneza Android applications yako .NET. iPhone, iOS yapo kwa .NET. Kwa .NET ni kama frame. Kwa maana nyingine kwamba ukisha install .NET au hauhitaji kuinstall kitu kingine uweze kwa maana nyingine kwamba ili uweze kuprogram C# ni lazima uwe na .NET. Hii ndio mpango mzima. Yes. Hello? Hello? Unanisikia? Yeah. Kwa hiyo .NET is ecosystem shared by other programming languages. Kwenye ecosystem ya .NET kuna language nyingine, sio language ya C#, sio language pekee yake. Kuna language nyingine pia zipo. Sawa? Kuna moja ya language ambayo nimekwambia ni Visual Basic. Visual Basic na C#. Kwa mfano application yako kama umeandika kwa C# au umeandika kwa Visual Basic, zote zitalani kwenye kompyuta yako sababu ya .NET. Sawa? Kwa hiyo .NET yenyewe kama inatengeneza kama layer fulani hivi ambayo ipo. Kwa hiyo hili lote unaloliona hapa, hiyo tunaloliona hapa, hiyo yote ni .NET. Kwa hiyo .NET pia inaweza ikakusaidia kuandika C# au kuna Visual Basic, VB. Zamani kwa kutumia VB. Kwa hiyo zote
zinafanya kazi hapa. Kwa hiyo hiyo ndio very simple definition ya .NET. Kwa maana .NET ni kama framework ili application likubwa ambao ukiliinstall linakupatia mazingira ya wewe kuweza kuandika kodi za C#. Inaweza kukupatia mazingira ya inakuja na nimesema inakuja na software development kit. Sawa. Tumesema vile vile ina base library, ina runtime na mazingira ya kulani na kila kitu. Kwa hiyo hiyo ndio .NET framework. Sasa maswali. Naomba unijibu hapa, true or false. C# is a special purpose language optimized for making web application. Jibu ni ndio au hapana. It's a special purpose language optimized for making. Unaposema special, sawa? Unajua maana special, maana yake ni kwamba kumbuka tulisema C# ni general. Ukisema special maana yake ni specific. Hapa jibu ni false. Is a special purpose language, not a special. Sababu ukisema special purpose language maana yake nyingine. Kwa hapa jibu lilikuwa ni nini? False. Kwa it's not a special purpose language optimized for make web application. This is generic. Amejaribu kuvuruga. Swali la pili. What is the name of the framework that C# runs on? Ni framework gani C# ina run? Natoka kuizungumzia sasa hivi. Yes. .NET. Kwa hiyo ndiyo concept kubwa. Kwa hiyo ngoja tuendelee kumalizia. Leo nadhani tusoma sana, tutaishia mpaka hapa ili kesho tutaendelea sasa kuanza kuinstall tools na kuanza kuandika our first program na kuanza kufanya programming. Kwa hiyo ukiangalia huu mchoro unaonesha .NET platform architecture ya .NET. Kama ukiangalia .NET iko hapa katikati hapa. Kama nikiweza kupata tool ya kuchora hapa, kuchora napata kuchora jamani. Anyway, kama sitapata kuchora. Okay. Okay, hii sema ndiko modern.NET runtime. Kwa hii unaona katikati ndio .NET. .NET ina kitu kinaitwa Common Language Runtime. Hii Common Language Runtime inasababisha uweze kulani VB, Visual Basic na C# uweze kulani vizuri. Hauna haja ya kuandika tena mazingira, hauna haja ya kuinstall mazingira ya C# au hauna haja kuinstall kuseparate. Hayo mazingira hayo ya Common Language Runtime. Sawa? Yanasababisha kwamba kodi ani application andika kwa C# iweze kulani katika mazingira hayo na application andika kwa VB, kwa Visual Basic. Samani kwa kutaka kulani application ya VB inabidi utende. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kama unampeleka mtoto kwenye mazingira. Kwa mtoto mtukutu mazingira atayaweza, mtoto mstaarabu ya mazingira atayaweza. Zamani ilikuwa lazima una mazingira tofauti, kwamba mtoto mtukutu ana mazingira yake, mtoto mstaarabu ana mazingira yake. Kwa hiyo wakaja wakaona wakatengeneza. Kingine ambacho inakuja na compilers. Just in time na ahead of time compiler. Hizo compiler nimesema zinabadilisha C# ziweze kuongea na nini na machine code, machine language zile za chini. Kwa hiyo baada ya kuandika C# application, hizi compiler zinabadilisha zile, na hii compiler iko ndani ya .NET. Nyingine tumesema garbage collector ina free memory zinazotumika. Zamani ukiwa unaandika program lazima useme kwamba nishamaliza release the memory.
sasa hivi ile kazi inafanywa na hii application kwa garbage. Garbage collector kazi yake inakuwa inapita, inaangalia ni application gani ambayo imeacha memory yenyewe, inaenda ina clean, ndio inaitwa garbage collector. Ina correct inatoa ule meta uchafu. Na vile vile inafanya memory management. Kwa hiyo hii yote, hii framework ndio kazi yake. Tukishuka chini kidogo, tuna kitu kinaitwa Unified OS Support. Kwa hiyo hizi zote hizi OS operating system, kuna Linux, kuna Windows, kuna Mac, hizi zote zinakuwa supported katika hii modern .NET. Ni kama mchoro huko nimeuleta tu kwa. Kwa juu yake kidogo kuna zile core library ambazo ni system runtime zipo. Kuna library ambazo zimeandikwa kutaka kuongea na OS zipo. Moja ni kujua muda sasa hivi ni saa ngapi kwenye kompyuta, unaweza kutumia library. Kuna specific ASP.NET Core library, hizi ni kwa ajili ya kuongea na web kama nilivyokuambia zipo. Kuna Entity Framework Core kwa ajili ya kuongea na database, inaitwa SQL database. Na hizi nyingine tu Roslyn compiler, vitu vingine vipo. Level ya juu tena unakutana sasa na library kwa ajili ya zipo library specific kwa ajili ya web ziko on top. Kuna hii ASP.NET Core, kuna Blazor, kuna Web API. Hizi library ni library ambazo unaweza kutengenezea web specific kwa ajili ya kutengenezea web. Na kwenye desktop, kama unataka application desktop, inabidi kuna hizi library .NET MyUI, kuna WinUI 3, kuna WPF na kuna WinForms. Kwa hizi ni library pia ambazo, lakini zote hizo unaandika kwa C#. Kwa utaandika kwa C# lakini utaziita hizi library kwa ajili ya kufanyia specific. Kwa hiyo mobile kuna library za Android, kuna za iOS, kuna .NET MAUI ambazo zote unaandika na C# ambazo zitapetiwa na .NET. Kwenye gaming kuna hizi engine, kuna Unity engine na C# ambayo una install on top. Sawa? Kwenye cloud na Internet of Things, kama nilikwambia, kuna IoT, Internet of Things, kuna hizi library zote zinaongea. Na kwenye machine learning, kama unafanya AI, kuna hizi hapa machine learning.net na cognitive services. Kwa hiyo yani kuna library, yani hizi zote unazoona za juu unaandikia C#, utaandika kwa C#, lakini utakuwa unaziita zile library specific kwa ajili ya, kuna library kwa ajili ya desktop, kuna library kwa ajili ya mobile, kuna library kwa ajili ya gaming, kuna hizi zote hizi unaandikia kwa C#. Kwa hiyo akianzia hapa chini kwamba kwa sababu ya hii nguvu ya .NET itasababisha kwamba hii application itaandikwa hapa autohitaji kuinstall kitu specific kwa ajili ya web, kuwa na haja ya kuinstall another library au another framework kwa ajili ya desktop, kuwa na haja ya kuinstall framework nyingine kwa ajili ya mobile. Kwa ukiwa umeinstall .NET inatosha, inakutengenezea mazingira, yani mazingira yote ya web, ya desktop, ya mobile, ya nini, yote yanaweza kulana au autohitaji tena nini, sababu desktop ndio desktop za double click. Kwa mfano utakuandika application ambayo mtu ina icon na double click titi inafunguka labda. Kwa mfano application, kwa mfano kama Microsoft Word, ile ni desktop application. Sawa? Au web. Yes, zipo kwenye simu, zipo kwenye web, unafungua tu link inafanya. Hata games zote zinazoziona zipo kwenye web.
yani point yangu kwamba huyu runtime ni unified, yani anajitosheleza, yani hiyo walivyoitengeneza kwamba hauhitaji kuinstall vitu vingi na unataka kufanya development yani zamani ukitaka kufanya desktop unabidi uanze kuinstall labda nini ma software development kit ya. Sasa hivi unavyoviona hivi ndio hivi zinaitwa software development kits hizi unazoziona hizi za web za hizi unazoziona hizi ASP.NET Blazor, hizi ndio software development kit kwa ajili ya kutengeneza web, software development kit kwa ajili ya kutengeneza desktop, software development kit kwa ajili ya kutengeneza mobile ndio hizi, software development kit kwa ajili ya kutengeneza games unit, software development kwa ajili ya kutengeneza cloud za cloud AI machine learning. Kwa zile pia ziko ndani ya nini ya .NET. Hapa ninajaribu kufungulia ndani ya .NET kuna nini, architecture yake. Ukitoka sasa hapo, kitu ambacho tukigusa ni kitu cha chini kinaitwa Unified Development Tools. Tunahitaji tools za kuandika kodi zile tunaziandikia kwenye vifaa gani? Moja katika kifaa tunachokiandika kinaitwa Visual Studio ambao tutaenda kuinstall kesho. Kwa Visual Studio ni kifaa sasa kinachokuwezesha wewe kuandika applications za web, za desktop, za mobile, zile source code zako zile applications sasa ya C# unaiandika wapi? Kwa labda nije kupatia maelezo vizuri. C# program, sawa? Wewe ndio unaandika program. Unaandikia wapi? Unaandikia kwenye tools. Sawa? Moja kati ya tool ya kuandikia inaitwa Visual Studio. Visual Studio. Hii unapoanza kuandika, unapoanza kuipatia instruction, unaiambia Visual Studio kazi yake ni kuandika, kutesti zile kodi zako, kuzirani, kuziona, umeona? Na kudibagi kama kuna shida yoyote, ndio kazi ya Visual Studio. Maana nyingine kwenye level sasa hapa, level inayokaa kwa hapa tuseme, Visual Studio inasema inakaa hapa juu. Visual Studio. Maana unapokuwa unaandika kodi zako za C#, hizi kodi zina mara nyingi Visual Studio ni software ambalo ndani yake pia kuna .NET. Kwa .NET unaweza ukainstall separate au unaweza ukainstall ikiwa ndani ya Visual Studio. Kwa unapoinstall Visual Studio na same pia unainstall .NET. Tutaangalia kesho na kufanya kazi. Kwa ni Visual Studio, chukulia mfano kama kitu gani nyama? Napata mfano mmoja simple. Nyinyi mshatumia Adobe mshatumia Adobe Studio, Adobe nini inaitwa? Adobe Premiere au ya kuchorea. Sasa chukulia Adobe ndio Visual Studio. Sawa? Ni software inayotumika. Adobe ni software kwa ajili ya kuchorea graphics. Sasa ndani ya Adobe ili iweze kuchora graphics itahitaji certain program ambayo itakurahisishia wewe kuweza kuchora graphics. Ile program unaweza ukainstall separate au wakati una install Adobe tayari ina install pia ile program. Kwa hiyo wakati una install Visual Studio unaweza pia ukainstall .NET. Sababu hivi vinafanya kazi kwa pamoja. Kwa maana nyingi kama ina link ya kutengenezea mazingira kwamba sasa mimi kodi zangu naziandikia wapi?
Sababu programu lazima uandike code. Zile code unazoziandika tunaziita source code. Tunaziita source code. Kwa zile code unazoziandika zinaitwa source, yale zile instructions ambazo tutakwenda kujifunza. Zinaandikiwa wapi? Zinaandikiwa kwenye Visual Studio. Moja kati ya tool ni Visual Studio. Ambapo Visual Studio sasa ina ka program ambako inaweza ikawa inaongea na .NET au ndani ina mazingira ya kuongea .NET. Kwa hiyo ukisema run inachukua zile code inaita .NET function fulani ya .NET. Ina build file ile, inafanya file, ina run. Unaelewa? Kwa hiyo hili ni tool. Tool nyingine inaitwa Visual Studio Code. Hii ni editor. Sawa? Tutafautishia kati ya editor na. Kwa hiyo tool nyingine inaitwa Visual Studio Code. Na tofauti sasa, ile inaitwa Visual Studio, hii inaitwa Visual Studio Code. Au kwa kifupi tunaitaga VS Code. Ukisikia VS Code, kwa tofauti kwamba hii haina code na. Tofauti kubwa ni kwamba hii ni editor. Hii ni editor. Ile pale sio editor, ni IDE. Nitofautishe kati ya IDE. Moja inaitwa IDE, Development Environment, Integrated Development. Maana integrated imekuwa integrated na kitu fulani. Yani yenyewe ikitaka yani inavichukua vitu vya development vile vyote vinakuwa pamoja. Kwa pamoja na .NET. Yani mazingira ya kuandikia .NET, ya kuandikia C# pamoja na .NET kwa pamoja zile. Tunaitaga IDE. Au kwa mazingira mengine kwamba ina uwezo wa nini wa moja kwa moja kuongea .NET. Inakuja .NET. Yaani na .NET version. Hii Visual Studio Code ni editor. Unasema editor maana yake kwanza ni editor. Hii maana yake unaandika code alafu baadaye unaitoa pale unaenda kuirani separate. Maana yake kwa mfano kama hapa nikikuelezea vizuri kwenye IDE, maana yake kuna mazingira ya kurani, inaitwa runtime. Sawa? Na kuna code. Na mazingira ya kuandikia code. Editor. Sawa? Editor kwa ajili ya sehemu ya kuedit code. Sawa? Haya kwa pamoja yote ya kibano pamoja yanatengeneza IDE. Lakini kwa huyu jamaa yeye ana mazingira tu ya kuandika nini? Code. Ukitaka runtime unaiweka kama extension. Kwa hiyo kuna extension ambayo unakuja kuiweka hapo kama extension, ndio inakuwepo. Kwa hiyo ID pamoja na runtime. Kwa hiyo hii runtime nyingi zikawa ni extension, ni kitu kingine pembeni unakiambia kwamba ukitaka kurani nenda sehemu fulani ukarani code. Okay. Kwa hiyo ndo tool. Tool nyingine ni command line interface. Unaweza ukarani application yako moja kwa moja. Hapana, hii ni tofauti. Sawa? Yaani unaweza baada ya kuwa na .NET unaweza ukatumia kati ya hizi mbili. Achana hii ya tatu, achana nayo. Hizi mbili unaweza kutumia Visual Studio Code au unaweza kutumia Visual Studio IDE. Yaani mara nyingi unaposema Visual Studio autohangaika tena kuinstall .NET separate. Sawa?
ngoja nikuonyeshe internet.net.net na Visual Studio. Yeah. Hii .net tunavyoiona, sawa? Umeona hapo? Hello? Kwa hii .net yenyewe tuseme kama ndio engine, sawa? Manake wameseparate kwamba hii kwa ajili ya Mac OS, lakini ungekuwa katika Windows ungeweza kuiona kwenye Windows, sawa? Kwa hiyo yenyewe, lakini ukitaka kama utaki kutumia hii approach ya kuinstall peke yake, hii unaweza ukainstall Visual Studio. Ukishainstall Visual Studio ina mazingira tayari, kwa hautohitaji, na hii kwenye Windows inafanya vizuri, ingawa kuna Visual Studio ya Mac ipo, sawa, lakini kwenye Windows ndio the best. Bahati mbaya hakuna Visual Studio ya mpaka tunavyoongea ya Linux. Kwa hiyo Visual Studio ya Mac. Kwa hiyo Visual Studio yenyewe ni ya kwa ajili ya Windows. Kwa hiyo ni bora utumie Visual Studio ya kwenye Windows. Sawa. Kwa hiyo tomorrow wakati tutapoenda kuangalia jinsi ya kuinstall hizi tools, sawa? Kwa sasa hivi tutafocus na Visual Studio, sawa? Baadaye tukisha kuwa wazuri tutahamia kwenye Visual Studio Code. Lakini sasa hivi nilikuwa na shauri tumie Visual Studio. Ingawa kuna nyingine pia zipo. Kuna moja inaitwa kuna kampuni inaitwa JetBrains. JetBrains ni kampuni ambayo pia imeweza kutengeneza IDE tool ambayo unaweza ukaandika .NET application. Sawa? Kwa hiyo unaweza ukatumia Visual Studio au ukatumia hii JetBrains, wana hii inaitwa Lidar. Lidar ni IDE, Integrated Development Tool, ya kuandika C# application, kampuni ya JetBrains. JetBrains ni kampuni kubwa sana duniani kwa ajili ya code. Kwa hiyo baadaye sasa ukishaanza kuzoea unakuwa unajaribu some IDE tunaziita tools. Sawa? Tools mbalimbali, sawa? Tofauti. Na utaona tu tofauti. Na utakusa gani, kwa hivyo kuna watu fulani walikuwa washazoea products za JetBrains, sawa? Labda wameandika PHP, sababu PHP naye ana IDE yake JetBrains. Sasa mtu anataka kutoka kwenye PHP aende kwenye C#. Hataki tena kwanza install vitu vingine. Kashazoea mazingira ya nini? Ya JetBrains. Kwa JetBrains wakasema, wewe tuwatengenezee tools kwa ajili ya nini? Ya post. Sasa huyu sasa ndio anakusababisha auwezi ukainstall, yani huyu bahati nzuri lazima uinstall .NET pembeni. Unaelewa? Alafu unakuja kuiambia .NET ingawa ana uwezo pia wa kuinstall mwenyewe, lakini mara nyingi una install pembeni, au unaweza kuiambia version fulani na version fulani. Kwa hiyo una uwezo wa kuchagua version fulani, ambayo ndio kitu ambacho tunaenda kukicheck sasa hivi. Sawa? .NET framework, sawa, haijaanza leo, imeanza nyuma, way back ago, miaka ya nyuma zaidi. Sawa? Kama nakumbuka kipindi wengi vipindi vya Visual Basic. Kwa hiyo zamani huko nyuma ilikuwa inaitwa .NET framework. Sawa? Ilikuwa ni version 3.1 na bado ipo.
kwa sababu kuna applications za nyuma bado zinalani mpaka leo, hasa maapplication ya benki yale ya ATM yaliandikwa mengi na .NET. Kama unakumbuka kuna Windows kama Windows fulani hivi juzi hapa Windows Vista, unazikumbuka Windows Vista? Sasa Windows Vista kwa zinatumia .NET framework. Sasa kuna baadhi ya application ziko powerful zinatumia .NET hadi kesho. Kwa wanasema support yake ni mwisho wa 2029. Kwa kuanzia 2029 hii zile za nyuma zile hazitaweza kuwa supported. Sawa? Baada ya pale ikaja .NET 4.8 ambayo bado inaonekana bado inaendelea mbele na baadhi ya application makubwa bado inatumia 4.8. Sababu yani zipo ni sehemu ya Windows au ni sehemu ya nini. Lakini kwenye 2020 mambo yakabadilika kidogo. Wakaintroduce kitu kinaitwa 4.3.1. Hapa ndipo walipoanza sasa kuenda na cross platform. Kwa hiyo especially kwanza tu .NET 5 ndo wakaanza kuintroduce mdogo zikawa zinarani kwenye Linux, zinarani kwenye Windows, zinarani kwenye Mac, lakini hizi nyingine hizi 4 na nini zinarani completely kwenye Windows completely. Kwa hiyo sasa hivi tukiangalia tuko hapo kwenye 2026, maana yake .NET tutaenda kuinstall ni version 10. Hizi version maana yake zinamaanisha ni aina gani ya C# version. Kwa C# version 10 kuendelea mbele version 11. Kwa hiyo 2026 una install hivyo. Kwa hiyo maana yake hii haitaweza kusupport baadhi ya vitu unaona kuta vinaenda hivi. Lakini basics hazijulishi aina ya version. Sawa, basics zenyewe zinapiga. Kwa kama hapo ukiona kwamba .NET framework 1 mpaka 4.0 end of support yake mwisho ni hii iko out of support version 4 mpaka hiyo. Kwa hiyo ukiwa na kama ile application lako limetumia hii ukipata shida hawatakusupport chochote. Framework 3.5 bado inakuwa supported for now, bado tupo 2026 bado inaendelea kusupport. Version 4.62 mwisho wake itakuwa mwakani Januari. Hii 4.7 ipo mpaka 2032. Hizi zinakusaidia tunapokuwa unainstall, lakini ukiangalia sisi yetu ambao tutakwenda kuinstall ni version 10. Kuna kitu kinaitwa long term support. Maana yake support yake kidogo ni muda mrefu. Kwa tutaenda nayo mpaka 2028. Manake zile application zilizotengenezwa na hiyo zitaende, sababu zinaonekana nyingi zao ni critical, sawa? Yani nyingine labda ni za benki, nyingine labda ni za security. Kwa wataendelea kuzisupport hizo ni support. Hii ni roadmap inakuoneshea tu kwamba haimaanishi kwamba kuanzia hapa kwenye 5 hapa knowledge tunayosoma tunaenda kusoma kuanzia hapa kwenye kwenda huko chini, sawa? Hizi core manake zilianza kutumia cross platform, manake ziliweza kurani Windows, Linux na Mac. Hizi nyingine kidogo zilikuwa specific kwa ajili ya Windows. Kwa hapa ndo walipoanza kubadilika kwamba walianza kuzibadilisha hizi .NET framework iweze kusupport vitu vingine. Na kuna siku zinazozidi kwenda zinazidi kuna nyingine kama unavyoona hii ya 10 ina support machine learning, hii nyingine ilikuwa iweze kusupport machine learning zamani. Kwa unajikuta kwamba kuna vitu vinaongezeka
siku baada ya siku vinabadilisha. Kwa ni vitu vichache tu, labda ilikuwa na support kitu fulani, sasa hivi nyingine ina support, nyingine ina support, lakini knowledge inaenda kuisoma haitozidi. Kwa mfano baada ya kujua utapewa ile application labda ofisini pale, hiyo application limerani na .5, yani limetengenezwa na .5 au 6, sawa. Maana yake utashindwa kusupport, utaweza kusupport sababu basics ndio kuzisoma ni zile zile. Kwa hiyo hii ni roadmap, inakupatia roadmap, lakini unachoenda ukisoma inafanana. Kwa mpaka hapo kusema kwamba hiyo ndio introduction ya C# na tools zake. Kesho tutaenda kuinstall hii inaitwa Visual Studio IDE. Sasa ni vitu viko vingi, focus na Visual Studio tu kwanza, umaster jinsi ya kutumia Visual Studio. Kesho tutainstall, tutaangalia ni kitu gani, tutaandika the first program, tutaendelea kusoma basics za programming kupitia hiyo mpaka utapo master. Sasa kuna kitu kimoja kinaitwa command line interface tulikiacha. Command kwenye list ya application hapa haujaona, kuna application ambazo zinalaniwa kwenye command line. Sasa kwa maana nyingine application kwa ajili ni simple applications. Haimaanishi kwamba ni simple, lakini ni application ambazo tutaitumia sisi sana kwenye kufundishia. Kwa hiyo tutatumia command line application. Kwa maana nyingi tutatumia lakini zile application ambazo zina run kwenye CMD, yani unaona kwenye CMD, yani hazina desktop, hatutengeneza desktop, hatutengeneza web wala mobile. Hii msingi wote tutaanzia kwenye, kwa msingi wote tutasoma. Msingi ambao tunaanza nao ni procedure programming approach. Sawa, tutasoma zile misingi ya programming kwa kuandika. Anga jinsi gani ya kuiambia kompyuta iandike neno Vincent kwenye screen, tutumia command line. Lakini ukishajua zile basics, kuja baadaye kufanya desktop application ni rahisi, sababu ni kuvuta tu SDK ya desktop, jinsi ya kuweka window, unajua window iko hivi, jinsi ya kutengeneza box ya kuingiza, jinsi ya kutengeneza button unavuta, lakini zile logic sasa, nikitengeneza button nifanye nini na nini, hiyo ndio inaitwa, tutajifunzia kwenye command line. Mpaka hapo labda kuna swali lolote au kuna kitu chochote ambacho hujakimaster, hujakielewa? Kwa kurahisisha kwamba C# ni general purpose language, inaweza ikaandika games, desktop, mobile. Kwa maana yake ukishajua C# wewe ni programmer wa game. Sawa? Yaani ukitaka kwenda kutengeneza game hautohangaika tena kujifunza language nyingine. Kwa hiyo tutachoenda kuhangaika kujifunza ni jinsi ya kutumia SDK, kutumia hizi kwa ajili ya game, jinsi ya kutumia hizi. Mara nyingi zina base class library tayari. Kwa hiyo hautohangaika, ni jinsi tu ukitaka labda mtu aende mbele ita function fulani unaandika, hiyo utaiandika kwa C#. Kama mtu arudi nyuma, haya mtu akibonyeza pale zile logic zile utaziandika kwa language gani? Utaandika kwa C#. Na ukishafahamu maana yake, hata ukisoma unajua okay, hii logic ina maana gani. Okay, akibonyeza hapa maana yake alikuwa anaenda inafanya hivi na hivi, kwa sababu imeandikwa kwa C#. Lakini bila hivyo ingekuwa ukifungua zile source code utauelewi kwa sababu imeandikwa language nyingine. Kwa hiyo ukishafahamu language ya C# basics, ni rahisi kupewa kodi za desktop kuziangalia na kuzielewa, sababu syntax ni kama grammar, ule muundo na sheria za uandishi unaofahamu. Ni kama sasa hivi upewe barua ya Kiswahili, hata usipojua au ripoti ya Kiswahili, hata usipojua
ni kitu gani kwa haraka haraka, lakini ni rahisi ukajua kwamba hii ripoti imeandikwa kwa Kiswahili. Sawa. Lakini ingeandikwa kwamba kwa Kichina, hiyo ni muziki mwingine. Kwa hiyo maana yake kwamba utapofahamu Kiswahili, maana yake ni rahisi kupewa barua ya au ripoti ya Kiswahili na kuielewa. Ndio hivi kwamba utapofahamu kuandika C# maana yake kwenda kwenye web, kwa desktop ni rahisi. Mara nyingi ni kuita tu library. Yaani hauandiki vitu vingi. Ni kuita tu library. Ndio maana unazikuta hizi library zipo hizi. Hizo zote ni libraries. Yaani unaziita tu library, unaita tu. Na hizi library ukienda ndani zimeandikwa kwa C#. Sawa? Kwa hiyo mpaka hapo ndio kitu cha msingi. Kesho tutaanza, wazungu wanasema to get our ends date, kuanza kupiga kodi na kwanza taratibu kujifunza misingi hapo. Kama hakuna swali lolote, wazungu wanasema let's call it a day. Mpaka next time. Baba, ciao. Nitakutumia hii video nitakutumia kwa ajili ya reference.